Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ninayeongea hapa ni Bishop Ikongo, Askofu Mkuu wa Makanisa ya Tanzania Acts of God Church. Kwa Kiswahili ni Kanisa la Matendo Makuu ya Mungu Tanzania. Ni askofu kwa ngazi ya kitaifa. Mheshimiwa, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa PPFT, yani Pentecost Pastors Fellowship Tanzania. Kwa Kiswahili ni ushirika wa wachungaji wa Kipentekoste Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa naomba nianze kwa kukupongeza wa ushirika wa wachungaji wa Kipentekoste Tanzania. Kwa kweli tunakupongeza na tumekaa vikao vyetu, tumeona kazi kubwa na mambo makubwa unayoyafanya. Mheshimiwa Rais, pasipokuwa na hila wala unafiki, kazi unayoifanya ni kazi kubwa, imetukuka, inastahili kuungwa mkono, unastahili kupongezwa, kwa sababu ni kazi ambazo sisi kama viongozi wa dini hatukuamini kwamba kweli zinawezekana kufanyika. Kuna mambo mengi sana. Ukienda sekta ya elimu, mambo ni makubwa sana umeyafanya Mheshimiwa Rais. Ukija sekta ya kilimo, umefanya mambo makubwa sana. Ukija vijana wetu umewasaidia, upande wa elimu, vijana wanasoma vizuri, vyuo vikuu, mashule yamejengwa. Ukija upande wa afya, umewezesha afya imeenda vizuri, yani hospitali nyingi zimejengwa, vituo vya afya ni vingi, umeziwezesha hospitali nyingi kufanya kazi. Kwa mambo ni makubwa. Ukija kwenye sekta ya umeme, ukija kwenye kilimo, ukija maeneo mbalimbali, Mheshimiwa Rais, vijana wetu ambao ni vijana walikuwa hawana ajira, sasa hivi umeajiri vijana wengi. Lakini isitoshe pia wengine ambao hawana ajira umewasaidia mitaji, nchi nzima vijana wengi wanafurahi. Na hao vijana ndio waumini wetu, na hao wote unaowawezesha ndio waumini wetu. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kukupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa unaoifanya. Lakini kubwa zaidi ambalo pia naweza kukupongeza, na hata viongozi wa dini tulipokaa pamoja tumeona kwamba ipo sababu ya kukupongeza, ni juu ya misimamo ulionayo. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana, una misimamo mizuri. Una misimamo kama amiri jeshi mkuu unaotujifanya sisi, yani matamko yako, hekima yako, busara yako inatufanya tugundue kwamba pamoja na si viongozi wa dini tuko kwenye mikono salama. Jinsi ambavyo una misimamo na unaongoza vyombo vyako vya usalama kuhakikisha kwamba amani, utulivu wa nchi unakuwa yani tunakuwa vizuri, tunatulia, tunaweza kufanya ibada zetu, tunaweza tukafanya mikutano yetu ya Injili kwa amani, tunaweza tukahubiri neno la Mungu, tukakusanyika bila shida yoyote. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Mimi mwenyewe nakupongeza sana sana. Kwa kweli kazi unaofanya ni kubwa kabisa. Kama amiri jeshi mkuu tunastahili kukupongeza kwa sababu unatufanya tujisikie tuko kwenye mikono salama. Unatufanya tujisikie kwamba tuko salama, taifa letu ni salama, kwa sababu kazi inayofanywa na vyombo vyako ni kazi kubwa mno. Ni kazi kubwa kwa taifa hili, na mambo mengi unayoyafanya kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja, maendeleo ya nchi, ya taifa. Kwa kweli nayo sababu sana ya kukupongeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kuna mambo machache ambayo nimemuomba Mungu niyazungumze, na nayazungumza tu, na Mungu anipe busara na hekima niyazungumze vizuri, unielewe, na wasaidizi wako pia wanielewe, kwa sababu nimekuwa nikiongea sana kwenye mitandao ya kijamii na nimekuwa nikipitia changamoto nyingi sana kwa ajili ya mambo haya ninayoyaongea. Lakini kila ninapokaa naona kwamba hapana, wacha niongee. Mheshimiwa Rais, kuna jambo moja ambalo nataka niliweke wazi ili Mungu asaidie na wewe ulielewe jambo hili. Kuna uchonganishi kati ya jeshi la polisi
TAMISEMI na wananchi. Mheshimiwa Rais, kuna chuki inajengwa ambayo chuki hii inafanywa na halmashauri na viongozi wa dini. Wana hasira sana, wanachukia, na mpaka inafika mahali wengine wanatamka kabisa serikali hii ina udini, jambo ambalo si kweli, si kweli, isipokuwa yanafanywa na watu wachache, hasa wakurugenzi wa halmashauri ambao ni wateule wako. Naogopa sana, kwa sababu ninajitahidi sana kuongea, nione kwamba labda nitaelewekaje, au watu wataelewa nina nia gani, lakini nia yangu ni njema kabisa. Mheshimiwa Rais, nina nia njema kabisa kwamba nataka amani na utulivu tulionao, na kazi kubwa Mheshimiwa Rais unayoifanya, na ninajua nia yako pia ni njema kabisa, na huna udini, huna mambo yoyote ya ubaguzi. Ni rais ambaye kwa kweli tumepewa na Mungu. Lakini wako wachache Mheshimiwa Rais, wanataka kukuchonganisha na wananchi, wanakuchonganisha na viongozi wa dini. Mimi ninapoongea hapa, nyuma yangu wako viongozi wa dini wengi ambao wamenituma, na uzuri wa Tanzania, viongozi wa dini wengi hawapendi kuongea sana, lakini pale panapotokea mabaya, panapotokea mambo ambayo ni mabaya, au wanasiasa wanakuja kuwaambia mnaona hili, kama nilivyomsikia waziri wa mambo ya ndani akisema kwamba uongo ukizungumzwa sana na ukaachwa bila kujibiwa, baadaye unageuka kama wa kweli. Kwa hiyo watu wanasema sasa hivi, wanasema kwamba hii serikali ina udini, lakini chanzo kikubwa cha kusema hivyo ni hawa wakurugenzi wa halmashauri. Mheshimiwa Rais, kuna shida kubwa sana kwenye halmashauri zetu ndani ya nchi, ambao ni uchonganishi mkubwa unaofanyika kati ya Wizara ya Mambo ya Ndani na TAMISEMI kupitia wakurugenzi. Wakurugenzi wanafanya kazi, lakini kazi wanazozifanya wanaenda zaidi ya mipaka yao, wanaingilia jeshi la polisi, mambo ambayo yalipaswa kufanywa na jeshi la polisi, au taratibu ambazo zinapaswa kufanywa na jeshi la polisi. Wakurugenzi wanabeba jukumu hilo, na ndani yake kuna rushwa, ndani yake kuna upigaji mwingi sana wa fedha. Mheshimiwa Rais, nitatoa mifano michache. Mfano wa kwanza, mwaka 2012-13 kulitokea wakurugenzi, na mkuu wa mkoa wa Kigoma miaka hiyo aliandika barua ya kutoa maelekezo namna ya kufanya ibada. Barua hiyo ilisambazwa nchi nzima. Kukatokea mgawanyiko wa kidini, watu wakaanza kusema serikali ya CCM imevaa koti la Uislamu. Bahati mbaya sana, pakatokea kiongozi mmoja Mwanza akazungumza wazi, akasema wanaoruhusiwa kuchinja ni Waislamu. Mheshimiwa, kulitokea viongozi wa dini za Kikristo ambao nao walianza kureact. Kukatokea ugomvi mkubwa ule wa kuchinja 2012 mpaka 13. Mheshimiwa Rais aliyekuweko ambaye ni mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, jambo hilo lilimsumbua sana. Watu waliuawa. Kuna mchungaji mmoja kule Kibuseresere alichinjwa kabisa kama ng'ombe, lakini watu walichinja nyama mpaka wanachinja makanisani. Nyama zinawekwa nje, wanasema hizi zimechinjwa na Wakristo, na Waislamu wakachinja ng'ombe zao karibu 40 pale Mbeya. Kwa hiyo nchi ikawa ingia taharuki kubwa sana, kukawa na visa vya ugomvi kati ya Wakristo na Waislamu kwenye swala la kuchinja. Lakini chanzo
chanzo kilianza na watendaji ambao ni wateule wa rais, mkuu wa mkoa wa Kigoma kwa kuandika barua ya kutoa maelekezo namna ya mwongozo wa ibada, kutoa matamko Mwanza ya kuonyesha kwamba wanaotakiwa kuchinja ni watu wa dhehebu fulani. Mheshimiwa Rais, mimi Pius Erasto Ikongo nilitoka Dar es Salaam mpaka Mwanza tukiwa na Mheshimiwa Rais mstaafu hayati Mzee Mwinyi. Tulipofika kule Mwanza, Mzee Mwinyi alitumia busara kubwa sana. Akasema hakuna dini inayoruhusiwa kuchinja. Nakumbuka maneno yake. Alisema Waislamu hawaruhusiwi kuchinja wala Wakristo hawaruhusiwi kuchinja kwa sababu serikali haina wanyama. Isipokuwa kwa sababu ya utamaduni na mila zetu, jinsi ambavyo tunaishi na tumeoleana, Waislamu na Wakristo tunaishi kama ndugu. Sasa unakuta mtu Mkristo anapiga mahesabu kwamba mimi ili nile na ndugu yangu, ili nile na mjomba wangu, nile na shangazi yangu, nile na mtu fulani ambaye yeye ni Muislamu, nikichinja hata kula, basi anamuita Muislamu anachinja, alafu wanakula. Sasa kwa hekima na busara hiyo aliyoitumia Mheshimiwa hayati Rais Mwinyi, Mzee Mwinyi, ilisaidia kuleta utulivu ndani ya nchi. Tuliingia ndege tukarudi Dar es Salaam. Mheshimiwa, lile jambo lilifutika na haijawahi kutokea tena magomvi. Lakini chanzo cha mambo yale ilikuwa ni barua zinazoandikwa na watumishi wa umma. Barua zinazoandikwa na utumishi wa umma haziangaliwi vizuri.